Bana, leo naenda kukufundisha namna nzuri ya kuweza kusoma message na kusikiliza simu za mtu wako kapigiwa na nani, kampigia nani pasipo kushika simu yake. Watu wengi wamekuwa wakijaribu sana kufanikisha hili jambo, lakini wamekuwa wakishindwa kwa sababu wanakuwa hawana elimu tu ya kuweza kufanikisha hili jambo. Sasa siku leo naenda kukufundisha namna nzuri kabisa ambayo itakufanya wewe uweze kukamata mawasiliano ya mtu mwingine pasipo yeye kujua. Utafanyeje sasa? Nisikilize kwa makini sana. Acha uvivu wa kusikiliza, kwa sababu hili ni jambo jepesi sana. Unashindwa kufanya kwa sababu unakuwa usikilizi. Pale unapoelekezwa unakuwa una haraka. Mara upeleke video mbele, mara ucomment, tuelekeze haraka, sijui ni MB zangu zinaikuisha. No. Sikiliza mwanzo mpaka mwisho. Lakini nimeweka option kwa wale watu ambao pia watakuwa wanahitaji niwasaidie. Pia kuna watu ambao watakuwa na haraka. Kama utakuwa una haraka sana, basi unaweza kanipigia kupitia hiyo namba ambayo unaiona hapo, kaniambia hey Mr. T, naomba tufanye jambo. Basi ni moja kwa moja nitakuelewa. Wewe nitumie tu message hey Mr. IT, tufanye jambo. Nitakuwa najua kabisa wewe unataka udini na mambo gani, kwa sababu mimi pia nafanya mambo mengi sana ya technical calculation. Kwa hiyo ukiniambia tu hey Mr. IT, naomba tufanye jambo, moja kwa moja nitakuwa najua ile lengo lako ni kufanya kitu fulani. Sasa katika mafunzo ambayo leo nimekwambia, leo nitakufundisha kusoma ama kusikiliza simu za mtu mwingine. Ni moja ya kitu ambacho naenda kukufundisha siku ya leo. Ni kwa nini nataka nikufundishe? Kuwa makini. Nimekwambia kabisa kuwa makini. Sasa sababu za msingi ambazo mimi zinanifanya nikufundishe ni kwa sababu kuna dada mmoja alinitafuta akaniambia, nimekusikia unazungumzia hivi vitu, unaweza kumsaidia mtu akaweza kumchunguza mtu mwingine pasipo huyo mtu kujua, naomba unisaidie. Basi nikawa nimemsaidia huyo mtu. Alikuwa anamchunguza mwanaume wake. So baada ya hapo, kwa sababu ni watu ambao tulikuwa tunakaa naye jirani, so baada ya kumsaidia alikuja kugundua kwamba mwanaume wake anatembea na mdogo wake wa kike, kwamba huyo dada alimchukua mdogo wake wa kike kutoka kijijini akamleta pale nyumbani. So baada ya kumleta hapo nyumbani, maisha yakaendelea hivi na hivi na hivi. Baadaye akaja kugundua kwamba mume wake anatembea na mdogo wake. Na kitu ambacho kilikuja kuniuma, mimi nikaja kuona kwamba huyu jamaa amefanya vitu vya kipuzi, ni baada ya ule bidada kuzungumza kwamba yeye pamoja na mume wake wanatumia ARV, na mwanaume alikuwa anajua kabisa kwamba yeye anatumia ARV. Sasa ilikuwaje mpaka mimi nikakutana na huyu dada, nikapata huu mkasa na nikamsaidia. Kuna siku nilikuwa niko dukani, of course niko mtaani, nikawa nimeenda dukani kufuata mahitaji yangu ya kawaida. So nikawa nimempatia shilingi 10,000 yule bidada, nilikuta dukani. Nikawa nimempatia shilingi 10,000. So nikamwambia nipe maji. Wakati anachukua maji kwenye friji, so mimi nikawa nimepigiwa simu na mtu wangu, ananiambia hey Mr. T, naomba unisaidie kufanya nini, kuunganisha mawasiliano ya mtu mwingine. Sasa wakati namuelekeza kwamba utabonyeza hapo, ukiona hiki utafanya hivi na hivi na hivi, kumbe yule dada alikuwa afanya nini, ananisikiliza. Kuna namna fulani hivi ambavyo alinisikiliza. So baada hapo akanipa zile huduma zangu fresh. Basi kuna siku ninapita zangu tu mimi pale dukani, sina hilo alida, kanita kaka njoo. Kwenda pale kumsikiliza, akaniambia kuna siku nilikusikia unaongea kitu fulani, naomba unisaidie. Sasa nikaona pia na uoga nini, nikamwambia hebu shika namba yangu hapo utanicheki vizuri. Baadaye ndo akaja kunicheki, akaja kuniambia bwana, mimi lengo langu nataka nifanye nini, nimkamate mume wangu. Nikamwambia basi haina naomba. Basi nikamwelekeza, nikafanya pale mpango ule hivi na hivi. Nikawa nimefanya mpango ule, nikaachana naye. Sasa kuna kipindi mimi nikawa nimesafiri pale mtaani, nikawa nimeondoka. Umeona? Nikawa nimekaa kama mwezi. Of course nilienda Arusha. Kuna kazi zangu naenda kuzifanya huko Arusha. Nikawa kama mwezi Arusha. So baada ya kurudi pale nyumbani, nikakutana mtaani pale, nikakuta maneno mengi sana. Of course kumbe yule bidada alikuja kunitaja kwamba kuna mtu fulani ndo ambaye alinisaidia. So nimefika pale mtaani mimi, nikakutana maneno mengi sana, watu wananyoshia vidole, wewe umeharibu ndoa ya watu. So nikamwambia nimeharibu ndoa ya watu vipi? Akaniambia kuna dada fulani ulimsaidia aweze kumchunguza mume wake. So baada ya kuweza kumchunguza mume wake, of course ulitokea ugomvi mkubwa sana na akawa ameharibu ndoa yake, kaa imevunjika. So sasa mimi nikaa na shauku sasa kutaka kumfuata yule mwanamke na kumwambia kwamba nimekusaidia, imekuja tena umeanza kunitaja mbele za watu. Of course hata wewe nitakwenda kukufundisha hapa mwishoni, sitahitaji unitaje kwa mwanaume wako
mpenzi wako kwamba bwana kuna mtu fulani hivi alinisaidia, kwa sitahitaji unitaje. Basi nikawa na shauku kwenda kumuuliza yule dada. So nilipofika pale dukani, of course watu wakaanza wananishangaa. Maana sasa pale mimi mtaani kidogo na kajina fulani, kwa shughuli pengine nafanya kidogo mtaani na jina. Kwa nilipofika pale dukani nikaanza kuona kwamba watu wananitazama sana, yani watu wananiangalia, yani azifu kama kuna kitu fulani kibaya nimekifanya. Nikagundua yale mambo niliyoambiwa itakuwa ukweli. Nikamwambia yule dada, hebu njoo kwanza, nina shida na wewe. So akamemwacha pale mtu dukani, tulikuwa tumezunguka kwa nyuma tumekaa. Nikamwambia bwana, nikusaidie, imekuwa tena umenitaja, stories zimekuwa nyingi. Akaniambia kaka, nimeshindwa kuvumilia. Nikamwambia sasa, kwa nini umeshindwa kuvumilia hivyo vitu? Nilikwambia bwana, ukichunguza ukipata ukweli sihitaji unitaje, imekweje? Akaniambia bwana kaka, nimeshindwa kuvumilia. Hebu fikiria. Kana toa machozi. Sasa anza kulialia pale quick nyingi sana, nikaona ataniletea tena msala. Ikabidi ni freeze pale, ongea bwana usilie. Nikamfreeze pale kweli, akaanza kuongea kwa ujasiri. Akaniambia bwana, ni bora nikigundua kwamba huyu mwanaume anatembea na mtu mwingine. Kilichotokea nimegundua kwamba huyu mwanaume anatembea na mdogo wangu wa kike. Ambaye unakumbuka mdogo wangu hapa alikuwa anashinda dukani, nilikuwa naye hapa dukani. Nikamwambia ndio, ametembea nani? Nikamwambia kwamba, akaniambia kwamba mimi mdogo wangu nilipomleta hapa nyumbani, of course sikumwambia status yetu ya kiafya, kwa kumlinda mume wangu, kwamba kulinda ile aibu, kumheshimisha mume wangu. Bwana, mimi na mume wangu tulikuwa tufanye nini, tumeasilika na huu ugonjwa mimi sikuwa nao kipindi nafunga ndoa na mume wangu, na yeye hakuwa nao. Lakini baadaye tukajikuta kwamba nini, baada ya kupata mtoto wa tatu kwenda kupima, tukajikuta kwamba sisi ni waasilika. Of course mimi sikuwahi kucheat, lakini pia sikuwahi kuwa na uhakika kama mume wangu amecheat. Kwa hiyo migogoro ikawepo hivi na hivi na hivi, lakini baadaye tukaja kusolve. So alipokuja huyu mdogo wangu hapo kuishi nyumbani, nikashindwa kumwambia aliyetu akiata kumfikia madhaifu nani, mume wangu. So sasa baada ya kwanza kumchunguza mume wangu, ndio nilikuwa na wasiwasi tu kwamba anaweza kaniletea magonjwa mapya, kwa sababu mimi najikinga, lakini yeye nikaa kama simuamini hivi. Nikatoka kama jambo kama simuamini. Na nilipokutana na wewe siku ile unaongelea mambo, ndio nikataka kufanya nini, unisaidie. So baada ya kumchunguza mume wangu, nikaja kugundua kwamba mtu ambaye anachat naye muda mrefu sana ni mdogo wangu. So na wana viashiria vya kimapenzi. Of course niliumia sana, yani niliumia sana. Umeona? Na mdogo wangu pia hapa sometimes anasaidia kulea watoto. Kwa hiyo nikaa na wasiwasi, kwa sababu mimi nimejikinga, watoto wangu wote nimefanikiwa kwamba nilikuwa na meza dawa fresh, hajapata maambukizi. Sasa nikaa na wasiwasi. Umeona? Je, mume wangu atakuwa amelala na mdogo wangu mara ngapi? Kwa sababu kuna kipindi nilikuwa nafahamu kabisa mume wangu anafahamu hali yetu. Kwa hiyo hawezi kumfanyia ubaya nani, mdogo wangu. Na kipindi alikuwa anaichukua familia, mimi nabaki dukani, anaenda na watoto bichi. Kuna kipindi hivi anaondoka na mdogo wangu kwamba dada, naomba niende na shemeji shopping, nikanunue baadhi ya vitu, mimi mjini kidogo siwezi kusurvive peke yangu, nikienda Kariakoo kule siwezi kusurvive peke yangu, kwa naomba shemeji. Kwa kuna muda nilikuwa wanatoka, lakini nilikuwa napata, yani simzanii kama mume wangu, kwa sababu anaijua hali yake ya kiafya kama anaweza katembea nani na mdogo wangu. So baada ya kuja kugundua kwamba ana mahusiano na mdogo wangu, baada ya kuanza kumchunguza, ikanibidi sasa ni bebe familia yangu wote. Umeona? Nisingizie kwamba tunaenda kupima, sababu nianza kuona mtoto wangu wa mwisho anapata viale joto, anatoka viupele. So nikaa nimemwambia mdogo wangu kwamba inabidi tuende hospitali pale tukapima, kwa sababu sisi ndio tunayemlea mtoto na hao wengine. Kwa hiyo pengine tukipima pengine ugonjwa unaweza usifanye na usisambae. Kwa hiyo kuna namna fulani nilimpanga mdogo wangu. Hii lote ni kutaka kujua status ya kiafya ya mdogo wangu. Kama hata nataka kulianzisha hili, nilianzishe nikijua kabisa status ya kiafya nini ya mdogo wangu. So anaambia kwamba kweli alimrubuni hivyo mdogo wake, kwamba wakacheka, kwa sababu mtoto ana allergy, vitu kama hivyo, isije kama ule ugonjwa labda kwa sababu wao wanamshika ndio wanamsababishia hivyo vitu. Kwa hiyo ikabidi waende kucheka. Leo fika hospitali kwamba alishampanga zahanati pale, mpanga mtu kama bwana, mimi nitakuja hapa nitazuga kama unatoa damu, lakini lengo zingatia damu ya huyu mtu unaomba umpime nini, HIV, kwa sababu huyu ni mtu ambaye analea familia yangu. Kwa hiyo lazima nijue nini afya yake, kwa sababu analea watoto wangu wadogo. So daktari akakubali, na naamini hata watu wengi ambao wanaajiri wafanyakazi ili jambo waga wanafanya, kwenda kuwapima afya kisiri wafanyakazi wao, kwa sababu wanakuwa analea pale watoto nyumbani. So baada ya kwenda kumpima, so daktari akamwambia kwamba huyu mtu ambaye umemleta hapa yuko positive
ni mwasilika positive HIV. So of course alisikitika sana. So ndo kama amerudi nyumbani akawa amewakalisha sasa mume wake na mdogo wake. Yule dada akawa amewaonesha kila kitu kwamba message zenu ninazo hizi hapa. So akaja kumwambia yule jamaa, "Hujui status yako ya kiafya ni vipi?" So baada ya kuja kumwambia pale mdogo wake, ukatoka umetokea ugomvi kubwa sana. Na alichokuja kuniambia kwamba pale baada ya ule ugomvi ikabidi mwanaume fanye ni amfukuze, kwa sababu pia yeye anakuambia kwamba zile mali zote zile zilikuwa za kwake yeye mwanamke, kwa sababu ile duka, nyumba pale nyumbani na baadhi ya mradi ilikuwa ya kwake, kwa sababu ananiambia kwamba vile ni vitu ambavyo aliachana na baba yake. Sasa huyu mdogo wake huyu ambaye alikuwa ameambukizwa ugonjwa alikuwa ameshia mama. Yeye kwa baba yake huyu sister alikuwa yuko peke yake. Kwa baba yake alipofariki kuna ulisi alipata. Kwa hiyo toka muda mrefu alikuwa anafanya amejijenga fresh, kwa akamchukua mdogo wake ambaye ameshia mama kuja kukaa naye pale nyumbani. Kwa naambia kwamba kuna namna ambayo hata huyu mwanaume alikuwa amemsupport sana, yani amekuwa amemsupport hata mwanaume kufikia katika level ile ya kimaisha. Huyu mwanamke alikuwa amepambana sana. So ndo akawa ameniambia kwamba bwana, mimi nilishindwa kuvumilia, ikabidi niongee kila kitu kwamba huyu mtu amenifanyia kitu fulani kwa sababu ameniharibia maisha yangu, lakini pia amekuja kumharibia mdogo wangu, akiwa anajua status yake ya kiafya iko vipi. Kwa hiyo na ukiangalia kwamba mimi nilimsaidia sana. Kwa hiyo sister akanipraise, akaniambia kwamba nilishindwa kuvumilia kutokana na hilo jambo, ndio maana nikaamua kukutaja kwamba ni wewe mtu ambaye umenisaidia ili kuweka ushahidi uwazi, kwa sababu alikuwa anaamini kama mimi kitu ninafanya ninaweza nikafanya. So kwa wewe ambaye pia umekuwa ukitamani kumchunguza mpenzi wako, unaweza kanicheck kupitia namba, kaniambia Mr. T kufanya jambo.